Askofu wa kanisa la Mennonite Kennedy Sigira amewataka vijana nchini kutumia fursa zinazowazunguka katika maeneo yao ili waweze kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira na kujikwamua kiuchumi. Kennedy Sigira amesema hayo jijini Mwanza wakati akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo vijana ili kukabiliana na tatizo la ukosefu wa ajira, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya CCT Day yatakayofanyika Mei 25 mwaka huu katika kanisa la KKT usharika wa Ebeneza Pasiansi. Askofu Sigira anatambua kipindi hiki vijana wengi anadai hawana ajira, hivyo wanapaswa kutumia fursa zilizopo ikiwemo kilimo na kujiwezesha kuunda vikundi mbalimbali. Kwa kipindi hiki tulichonacho, vijana wengi hawana ajira, na wengi wetu wamekuwa wakinungunika kwa sababu hawana ajira na wanakaa wakibweteka bila kujua hakika kwamba zipo fursa zinazopatikana aidha kupitia kilimo au kujiwezesha kuanzisha vikundi mbalimbali na wao wakafanya maendeleo na kufanya kujiajiri. Kwa hiyo uwepo wetu mahali hapa hasa kwa hao walioanzisha. Aidha, Askofu Sigira anasema ni muhimu vijana wakachangamkia fursa ya kilimo, kwa maana kilimo sio laana tena. Semina hii inapoandaliwa ya ujasiriamali, watu watambue kilimo sio laana, ila kilimo ni zawadi na kazi nzuri katika maisha ya kibinadamu. Kwa hiyo kazi hii inahusisha akili na mwili. Watu hapo ndipo tumeshindwa kuelewa, kuwa wabunifu kutumia akili zetu katika ujasiriamali ili tuweze kujitegemea wenyewe badala ya kutegemea kuwezeshwa kwanza, ndipo tutafute namna ya kujiwezesha. Kwa upande wake, mkurugenzi wa programu ya maendeleo na utetezi Asgard Stephen ameyataja malengo ya mafunzo kwa vijana, huku kaimu afisa habari na mawasiliano CCT David Anderson akisema makanisa yanaungana kwa pamoja katika kuzienzi kazi za waasisi wa jumuiya hiyo. Tumealika vijana kutoka kwenye makanisa mbalimbali yanayounda Jumuiya ya Kikristo Tanzania, lengo kubwa likiwa ni kuwajengea uwezo vijana katika kupambana na maisha. Kama tunavyojua katika nchi zetu na katika takwimu za nchi yetu, vijana wanaunda sehemu kubwa ya takwimu za nchi yetu. Almost 42% ya Watanzania wako chini ya miaka 35. Sasa hiyo inaleta mambo mengi. Miongoni mwa hayo, vijana sasa wanakosa ajira, vijana wanakutana na changamoto mbalimbali, hivyo kujiingiza katika makundi mbalimbali na vishawishi mbalimbali. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, utaona vijana wakitumika katika makundi mbalimbali ya uchaguzi, na ndio maana sasa tumeona tukutane na vijana ili tuwaeleze yawapasayo kufanya. Katika maadhimisho haya ya CCT Day, makanisa wanachama ya CCT yanaungana kwa pamoja kwa ajili ya kukumbuka ile kazi kubwa ambayo ilifanywa na waasisi wa jumuiya hii. Kazi kubwa ya umisheni na uinjilisti ambayo imefanyika, lakini pia tunaona kwamba Jumuiya ya Kristo Tanzania inafanya kazi mbalimbali katika jamii, ikiwemo utetezi, lakini pia kuwapa elimu ya afya wananchi na kazi nyingine mbalimbali. Kwa hiyo kwa mwaka huu moja kwa moja tumeona tuilenge kwa vijana. Yaani maadhimisho haya pia vijana washiriki kikamilifu kwenye maadhimisho haya. Sio kwamba miaka mingine vijana walikuwa washiriki kikamilifu, walikuwa wanashiriki kikamilifu. Lakini mwaka huu baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wanasema yametolewa kwa wakati mwafaka na yatabadilisha mtazamo wa vijana kujishughulisha na uzalishaji mali. Kuwa na kilimo bora, unapata faida kubwa ya kutengeneza uchumi wako ulio mzuri. Sio kilimo tu, hata kujiajiri kwenye sekta binafsi. Kuna kupata mtaji kidogo na huo mtaji kuendelea kukuza, mwisho wa siku unakuwa na ile faida kubwa. Moja ya elimu laini tunazozungumzia ni kama utunzaji wa muda vizuri, kwa sababu tunakwenda na teknolojia. Kwa hiyo vijana wanafundishwa jinsi ya kuweza kuendana na muda, kwa maana ya kujua kipi wakifanye, wakipe kipaumbele na kipi wasikipe kipaumbele. Mafunzo hayo siku 2 yanawashirikisha vijana 90 kutoka katika Jumuiya ya Umoja wa Makanisa ya Kikristo Tanzania CCT
mkoa wa Mwanza.